Bana, tunaendelea tulipoishia, tukiendelea kupata maoni mbalimbali kutoka kwa mashabiki na wachambuzi wa soka. Muda huu niko na mchambuzi wa mpira wa miguu, tunaweza kusema mchambuzi wa soka kwa ujumla. Ataenda kuelezea mchezo kiufupi, namna ambavyo ulionekana, namna ambavyo yeye ameona ulikuwaje kwa dakika zote 90. Bana, mambo ni vipi? Aise, fresh sana. Harakati ni aje? Tunamshukuru Mungu. Mambo yanaenda kama anavyopanga Mungu. Bana, leo kulikuwa umeshuhudia mwenyewe mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Tabora United. Mchezo ulikuwa kwanza, mchezo umeonaje kwanza? Mchezo ulikuwa na wa moto kiasi yake, na ulikuwa na ushindani mkubwa sana, ukianzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, na maanisha kwa mashabiki pamoja na wasemaji wote. Ukianzia kwa afisa habari wa Yanga, ukija kwa afisa habari wa Tabora. Ilikuwa ni bato fulani ambalo linadhihirisha kabisa mechi ya leo ilikuwa ina ukubwa wake. Ukienda uwanjani vile vile kulikuwa na bato kubwa, kuanzia kwa mabeki, kwa mawinga, mpaka kwa viungo, mpaka kwa striker. Unaona kabisa ilikuwa ni mechi ya kusisimua ya kivyake. Bana, katika huo mchezo wa leo Yanga wamewawini wapi Tabora United? Kikubwa dakika 10 za mwanzo Dar es Salaam Africa ni kama Misri walikuwa wanajaribu kusoma mchezo wa Tabora. Ndio maana uliona pale kiungo cha katikati Mdathiri haya pamoja na wenzake walikufa kwa kiasi kikubwa kwa dakika 10. Yaani dakika 10 za mwanzo Tabora United waliweza kuchukua mchezo, lakini dakika 10 zilizofuata ya Dar es Salaam Africa waliweza kumanage na kuweza kupata na ushindi. Kikubwa tu kwamba Dar es Salaam Africa waliweza kutumia mipira counter attack ambayo waliweza kuipata na kuweza kupata ushindi kwa leo. Ubora ulikuwa wapi kwenye hiki kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kilichoanza leo? Je, ubora ulianzia kwa kipa, mabeki, kiungo mpaka ushambuliaji, au kuna sehemu ambayo ilikuwa bora zaidi kuliko sehemu nyingine? Sehemu bora zaidi ni walimtumia Pacome Zouzoua kama the winger kabla hajaingia kati kutoka kwa Mdathiri Yahya, na vile vile pia walimtumia Max Pia Nzengeli. Walikuwa ni wachezaji ambao wakipata mpira wanamuona tu Clement Mzizi, juu kwamba juu pale yuko Dube. Vile vile waliweza kumtumia kiungo wao Mdathiri Yahya wakati wa kukaba na Duke Abuya, wao wanakopa wanakaba, and then Pacome Zouzoua anapenyesha kwa Mzizi. Leo hakujaonekana pengo lolote la Aucho. Pengo la Aucho limeonekana kwa kipindi cha kwanza, limeonekana kwa ukubwa hasa kutokana na ile mipira, utulivu wa Mido ulikopo haupo kwa kiasi kikubwa. Kweli waliweza kupotea dakika 10 za mwanzo. Kuna magoli ambayo yameonekana yana utata kidogo kwamba yamekataliwa kutokana na maamuzi ya marefali kwamba wamechukulia kama ni ya offside. Wewe unaliongeleaje hilo swala? Siwezi nikakinzana na uamuzi, lakini haikuwa offside. Goli la Clement Mzizi halikuwa offside, ilikuwa ni clear goal. Lakini kutokana na muamuzi nambari 1 aliweza kusema offside kutokana yeye mwenyewe anavyoona. Kwa sababu sheria zinasema tusiwasifu na vile vile tusiwaseme waamuzi. Wao ndio wanasimamia sheria 17 za uwanjani. Ile ilikuwa ni goli la wazi kabisa ambao Dar es Salaam Africa wameshinda. Mimi kwangu ni goli. Tabora United wameonekana kufeli wapi kwa kipindi chote, kuanzia kipindi cha kwanza na cha pili? Tuongelee kiujumla. Unaona wamefeli wapi kuwazuia Yanga wasiwafunge? Tabora United ni kuanzia kwa mabeki. Kama ulivyoona yule Baikokole alikuwa anakaba, lakini beki namba 5 alikuwa anamtegea hasa. Kwa hiyo alikuwa jukumu zima la kukaba na kwenda, alikuwa anamtegea mwenzake. Kwa hiyo walifeli kuanzia kwenye kiungo dakika 10 zilizofuata, baada ya dakika 10 za mwanzo kucheza vizuri na kumiliki mpira, lakini dakika 10 zilizofuata hawakuweza kumaintain ile performance yao ya mpira. Waliweza kumwachia Pacome Zouzoua, waliweza kumwachia Duke Abuya kupanda juu na kusafirisha mipira. Pia vile vile ni uzembe wa mabeki katika upangaji wa ukuta. Walipanga ukuta fulani, wakati huo kipa bado hajamalizia kueleza, Israel Patrick Mwenda anapachika na goli linapatikana. Kwa hiyo kiujumla Tabora United walifeli kinamna yao kuanzia kwenye viungo mpaka kwenye beki. Yanga unaona katika nafasi gani kwa michezo ijayo, kwa sababu huu mchezo ulichukuliwa kama ni mchezo mgumu zaidi ambao walitakiwa kulipa kisasi, ingawa hawajafikia kile kiwango ambacho walikuwa wanakitaka. Sasa kutokana na huu mchezo, unadhani morali ya Yanga itakuwaje kuelekea mchezo ujao? Ukijaribu kuangalia mchezo ujao utakuwa ni kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya mtani wake Azam FC. Morali itakuwaje kujaribu kuangazia ukirejelea huu mchezo? Safari ya Yanga bado ni ndefu sana.
na mechi pekee iliyokuwa inasubiriwa kuwapa Yanga matumaini ni dhidi ya Tabora United. Alhamdulillah leo wametoka Tabora, wameweza kushinda goli 3 na pointi 3 ndani ya ugenini. Kwa hiyo mechi inayokuja ni mechi kubwa, sio mechi ya kubeza. Vile vile wanakutana na Azam. Mechi ya mwisho waliruhusu goli 1 pale Complex na wanakwenda tena kukutana kwa raundi nyingine. Kumbuka ni mechi ambayo ina kisa au ina visasi virefu sana. Tukianzia uwanja mpaka ndani ya uwanja, ubora wa mchezaji mmoja wa Azam, ubora wa mchezaji mmoja wa Yanga si wa kubeza sana. Kwa hiyo tutarajie ni mchezo utakopo mkubwa na mchezo utakopo na hamasa kubwa, na vile vile tutarajie kwamba utakopo ni mchezo wenye ukinzani kwa kiasi chake. Kuna shabiki ametoka hapa akasema bwana, kutokana na huu mchezo ushindi wa leo na hivi kutokana na mechi pia ambazo zimebaki ka confirm kwamba Yanga ni bingwa tayari. Wewe kwa upande wako ikoje au tuendelee kusubiri kidogo? Unajua mpira unadunda na mpira siku zote una sheria zake. Mpira huwezi kufananisha na mdako, mpira huwezi kufananisha na rede, mpira huwezi kufananisha na basket. Mpira una kanuni zake na watu wanacheza mpira chini, Sheikh. Kwa hiyo kwa mimi hapa bado sioni nafasi ya Yanga kuchukua ubingwa na bado sioni nafasi ya Simba kuchukua ubingwa. Cha muhimu kila mtu apambane na mechi zake zilizobakia. Ligi linaendelea mwisho, Simba amekwenda kuhakikisha kimataifa, Yanga yeye bado yuko hapa. Kwa hiyo siwezi nikasema nikampa priority kwamba Yanga yeye bado ana nafasi kubwa kuchukua ubingwa. Japokuwa amemzidi Simba kwa pointi nyingi, lakini ndio kwamba ana mlima mzito, bado hajakutana na Simba japokuwa mechi imekairishwa na sijajua itifaki mpaka sasa hivi ikoje. Na bado ana mechi na Azam watani wao. Kwa hiyo tunaona kama ligi linazidi kuwa gumu na ligi linazidi kuwa na utamu wake ndani yake. Kwa hiyo tutarajie makubwa mno ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo msimu huu 2024 mpaka 2025 sioni dalili ya kusema kwamba mtu fulani ni bingwa. Siwezi nikampa mtu fulani priority, lakini kilichobaki tusubirie. Mpira ndio utahukumu, dakika 90 ndio utahukumu. Zimebaki almost karibia mechi 10. Tusubirie nini hasa kitahukumu mwandishi. Bana, nikushukuru kwa muda wako. Asante sana. Bana, huyu alikuwa ni mchambuzi wa soka, mchambuzi wa masuala ya kimpira zaidi. Ameongea mengi hapo, nadhani umesikia mwenyewe. Bana, sina la ziada. Mimi ni Flavian Isaac FLIC Flak David Mtela na hii ni Tembo TV na kipindi hewani ni Sports Campus. Mpaka wakati mwingine, bye bye.